Karibu mtazamaji, na kwa sasa tunaingia katika sehemu ya mahojiano, na studioni tunaye Daktari Richard Mwita ambaye ni naibu mkurugenzi katika idara ya utabiri wa hali ya hewa. Karibu daktari kwenye studio za KBC. Na moja kwa moja, kabla tuangazie maswali mengine, ningependa kusikia kutoka kwako kutokana na taarifa ambazo tumezipata kutoka kwa wanahabari wenzetu. Kastiana Masha kutoka maeneo ya Tana River anasema wakazi ni kana kwamba nyuso zimeinama. Tumeona picha kutoka maeneo ya Wajir, Yusuf Farah akituambia kwamba watoto ni kama 20% wanaokwenda shuleni, na wakazi na wazazi katika maeneo tofauti tofauti hapa nchini wanasubiri kutoka kwenu kama idara ya utabiri wa hali ya hewa. Na swali langu la kwanza kwa daktari litakuwa kwamba, ama swali langu ni kwamba, utabiri wa hali ya hewa kwa sasa unasema nini kufikia leo Februari kuhusiana na masala ya ukame? Shukran na marhaba kwa makaribisho yenu hapa KBC. Kwa kweli hali ya ukame imekuwepo nchini kwa miezi kadhaa iliyopita kufuatia mvua ambazo zilikuwa duni katika msimu wa pili wa mwaka jana, na kulingana na ripoti ambazo zimekuwepo katika vyombo vya habari na nchini ni kwamba maeneo yaliyo mashariki mwa nchi, hususan kaunti 20 na kitu, kwamba zimeathirika zaidi zikilinganishwa na hizi kaunti zingine. Kwa hivyo hali kufikia mwezi huu wa Februari ni kwamba maeneo yale bado yapo katika hali ya ukame. Viwango vya joto vipo juu, na kulingana na ripoti zenu ambazo mmezitangaza ni kwamba watu wanaoishi katika maeneo yale wamepoteza mifugo na rasilimali zingine. Sisi katika idara ya utabiri wa hali ya hewa tumeonyesha kwamba mvua ilikuwa adimu katika msimu uliopita, na kwa hivyo ni kiashiria tosha kuonyesha kwamba ilichangia kwa ile hali ya ukame. Na pia kwa yale maeneo ambayo kidogo hayakuwa na mvua nyingi ila haikuelekeza sehemu hizo kupata ukame, bado pia waliathirika, mbali na zile kaunti 23. Maana kulingana na wadau wetu, maana tupo katika kaunti zetu 47, ni kwamba hata yale maeneo kawaida tuseme ya kilimo mara nyingi hubobea katika mvua nzuri. Kwa hiyo pia wengine walipoteza vyakula japo wako katika maeneo ambayo tunatarajia kuwa maeneo mazuri. Naam. Punde mnapozidi kutoa taarifa mbalimbali, nafikiri katika siku chache zilizopita tumeshuhudia mvua japo kiduchu katika maeneo tofauti tofauti, na nafahamu kwamba Wakenya wangependa sana kusikia kutoka kwenu ni kwamba ile mvua ambayo imeshuhudiwa katika siku 2 siku 3 zilizopita, huenda hali ya anga ikabadilika na ule msimu wa ukame ukawa ni msimu ambao ni fupi, ama ni msimu ambao utatamatika muda wote kutoka sasa, ama takwimu kutoka kwenu kama idara ya utabiri wa hali ya hewa inasema vipi? Ni kwamba kiangazi kitaendelea, ama mnaangalia kwa darubini yenu kiangazi kitafika kikomo wakati gani? Kulingana na msururu mzima wa utabiri wa hali ya hewa katika msimu ujao wa masika ambao ni Machi hadi Mei, tunapania ama tunatarajia kwamba maeneo mengi ya nchi yatafaidika na mvua ambayo ni ya kiwango cha wastani na hata zaidi. Kwa hiyo ukilinganisha hilo na swala zima ama taswira nzima ya ukame ambao tumeuongelea pale tanzia, ni kwamba yale maeneo kidogo ile hali itabadilika, ile hali ya ukame, maana wanatarajiwa kupokea mvua. Lakini kirejelea swali lako la mvua ambazo zimeshuhudiwa katika baadhi ya maeneo nchini Kenya katika siku chache zilizopita, ni mvua ambayo nitaitaja kuwa ni nje ya msimu. Kwa lugha ya kimombo tunasema off season. Kwa ina maana kwamba kile kichocheo ambacho kinachochea mvua ambazo ziko nje ya msimu huenda ikawa ni tofauti kidogo, na huenda ikawa na athari tofauti. Kuna kichocheo ama kiashiria tunachokiita MJO kwa lugha ya kisayansi, ama Madden-Julian Oscillation. Ni mzunguko wa siku 60 na ambao unahusishwa katika kila sehemu ya mzunguko huo ambao una visehemu karibia 6. Katika sehemu fulani kuna wakati inahusishwa na hali ya ukame, kuna wakati inahusishwa na hali ya mvua. Kwa sasa hivi tuko katika ile sehemu ya 2 na ya 3 ya kiashiria hiki kinaitwa MJO.
na ndicho hasa chanzo cha mvua ambazo zimeshuhudiwa katika baadhi ya maeneo fulani nchini Kenya. Na kwa hiyo huenda labda mvua hizi, kulingana na utabiri ambao tumeuibua leo wa siku 5, ni kwamba katika baadhi ya maeneo haya huenda yakaendelea kushuhudia hii mvua hadi wiki ijayo, pale mwanzo wa wiki ijayo. Lakini baada ya pale tutawataarifu zaidi iwapo kiashiria hiki kitaendelea kuathiri hali ya hewa tunapokaribia msimu hasa wa masika. Naam. Na swali langu, unaposema kwamba hii ni mvua ambayo mnaita off season kwa lugha ya Kimombo, ni mvua ambayo haijatarajiwa katika msimu huu, ikilinganishwa kwamba maeneo mengi yanaathiriwa na masuala ya ukame, majua zinazozidi ama nyuzi joto za juu zaidi. Na kwa mtazamo wako, wakati ambapo maeneo mbalimbali yanashuhudia hii mvua ndogo, ni kipi kilichochangia hali hiyo kutokea? Kwamba kwa sasa wakati ambapo Wakenya tunatarajia mvua kama tarehe 15 mwezi Machi, ni vipi tukashuhudia basi mvua inakuja mwezi Februari? Ni masuala gani ambayo yamechangia maeneo hayo kupata hiyo mvua japo ni kiduchu? Sema kwamba ni hali tu ya hewa. Tunajua kwamba kuna swala zima la mabadiliko ya tabia nchi, mabadiliko ya hali ya hewa, lakini hata hivyo si jambo ambalo si la kawaida. Kuna mida ambapo tumeshuhudia hata mvua katika mwezi wa Januari, tukiangalia kihistoria, tukirudi katika kumbukumbu zetu, tukiangalia hata mwezi wa Februari, kuna hata nyakati wakati mwingine tunapokea mvua katika kipindi cha kipupwe cha ubaridi ambao ni Juni hadi mwezi wa 9 ama mwezi wa 8. Make unajua hali ya hewa ni kulingana maumbile yake Maulana. Lakini hata hivyo niseme kwamba kiashiria hiki cha MJO wakati mwingine sana sana kihistoria na katika utaalamu wetu tumeona wakati mwingine huwa kinahusishwa na mvua ya ghafla. Na kama ulisikiliza taarifa ya kaimu mkurugenzi wetu pale alipokuwa anaibua ripoti ya taarifa ya msimu huu wa masika tunaoutarajia, alisema kwamba huenda tukapokea mvua ambayo ni ya ghafla hata katika kabla na hata wakati wa msimu. Kwa hiyo ina maana kwamba si kitu ambacho hakikuwa kinatarajiwa, bali kinaweza kikajitokeza, na kwa hiyo ni kitu ambacho tumeendelea kukishuhudia na kimekuwepo. Asante sana Daktari Richard. Kwa sasa tunachukua mapumziko mafupi, mtazamaji, tutarejea na taarifa zaidi. Na kurudisha studioni kwa sasa nimuulize daktari swali langu la mwisho, ama tunaelekea kufunganya sehemu hii ya mahojiano. Na swali langu daktari ni hili kwamba katika kando na maeneo ya Turkana aliyoko Simon Achola ambayo yamezoea masuala ya ukame, kuna kaunti ambazo zimejitokeza hivi karibuni kama vile kaunti za Samburu, Nyeri, Laikipia na hali kadhalika kaunti ya Meru, ambapo wananchi pengine kwa mara ya kwanza ndio wanashuhudia kiangazi. Kwa mtazamo wako kama mkurugenzi ama mtaalamu wa masuala haya, wananchi ambao ndio mwanzo wanakutana na masuala ya kiangazi wachukue juhudi zipi ili kuhakikisha kwamba hawaathiriki na mali yao hasa mifugo na ukulima haiathiriki zaidi? Nafikiria kwamba la msingi ni wao kufumbata ule mshikamano na wadau mbalimbali, hususan mdau mkuu akiwa serikali na pia wale wawakilishi wao kule bungeni, waangalie katika zile sheria ambazo sheria zipo za kuweza kudhibiti masuala ya ukame na makali mengine ya hali ya hewa. Kama ni kwa Wizara ya Kilimo, waangalie ni pembejeo zipi, ni mifumo ipi ambayo inafaa zaidi. Kama ni katika sekta ya mifugo, pia waangalie mambo kama yale, sekta ya majanga vile vile. Na pia kihistoria, maana haya mambo yamekuwa yakitokea, tuangalie ni wapi labda tumeingia kwenye njia panda, ili tukaweza kurudi kwenye njia iliyonyoka, ili kuweza kusuluhisha matatizo haya na kule kupunguza makali ya hali ya hewa kwa watu, mali na pia hata mazingira. Swali langu la mwisho, kumekuwa na mtindo kwamba wakati kama huu serikali inajitokeza kuwaokoa wakulima, na Yusuf Farah amesema katika maeneo ya Wajir mifugo inatoka kwa shilingi 600. Juhudi gani zichukuliwe ama hatua gani zichukuliwe kuwaokoa wakulima, hasa wale wakulima ambao kitega uchumi chao ni mifugo? Katika utafiti uliofanywa na pia katika ripoti ambazo zimeibuliwa katika tuseme kongamano mbalimbali,
La msingi kwanza kabisa ni wale wenye mifugo ama wale wafugaji, kama wangaliweza kuuza mifugo yao kabla haijaathirika zaidi, ili wakaweza kufaidika, zile hela wakaweza kuziweka kama akiba, ili muda ule ambao ukame utaingia, huenda wakaweza kuingia kwenye kuwekeza katika masuala mengine. Pia nafikiria kwamba ingekuwa ni vizuri, sasa tunatarajia mvua nzuri katika msimu huu ujao wa masika, kwamba wakaweza kuhifadhi ile lishe na ile nyasi, ili kwamba pale ukame huenda ukachipuka baada ya msimu huu, bado mifugo yao huenda ikafaidia kwenye ile lishe ambayo imehifadhiwa. Na kuna mengi tu tunaweza kuyazungumza, japo kama muda ungeruhusu, na pia uhifadhi wa maji ambayo ndio tuseme ndio tunu hasa ya kuweza kufanikisha mambo yote. Naam, asante sana. Huyo mtazamaji amekuwa ni Daktari Richard Mwita kutoka idara ya utabiri wa hali ya hewa. Daktari, asante sana kwa mtazamo wako huo na taarifa, makauli za kina kuhusiana na jinsi ya kuhakikisha kwamba wakazi hawaathiriwi na masuala ya ukame na hali kadhalika nyuzi joto za juu.